Mambo vipi ewe mtazamaji wetu wa nguvu wa Dax Media Blue House. Karibu sana ewe mtazamaji wetu ambao unakuwa unafuatilia habari zetu za kimichezo na burudani kila wakati na kila muda pale pindi zinapoteka anga la ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Habari ambazo tunazo mpaka sasa ni kuhusiana na mchambuzi wa soka wa Wasafi FM na Wasafi TV, na huyu si mwingine ni Edo Kumwembe. Ameweza kufunga mambo mengi kuhusiana na Chasambi, ambapo ameweza kusema kwamba Chasambi na Balua wamempiga mtama wakati hapo mwanzo, wakati ligi haijaanza. Aliamini hao ndo wachezaji ambao watakuja kubadilisha ligi wakiwa kama wachezaji wazawa ndani ya Tanzania. Ngoja nukuu habari kwa kina kile ambacho alikisema. Endelea kutufuatilia kwa kubonyeza alama subscribe hapo chini ili wa kwanza ambayo tukunapata habari zetu kila muda na kila wakati. Edo Kumwembe, mchambuzi wa Wasafi FM na Wasafi TV, aliweza kufunguka maneno haya katika kipindi ambacho kiliweza kufanywa majira ya siku ya leo, akisema kama ifuatavyo. Mimi nanukuu tu: nilijigamba sana mwanzoni mwa msimu kwamba huenda Ladaki Chasambi na Edin Balua wangekuwa moto katika safu ya ushambuliaji ya Simba. Kumbe nilikuwa najidanganya mwenyewe tu. Napenda wachezaji wazawa wanapofanikiwa katika timu zetu, nilikuwa najidanganya tu. Kwa Chasambi niliona namna anavyokokota mpira kwa ustadi. Kwa Balua nilipenda pia jambo hilo, lakini pia mashuti yake na namna alivyoweza kukata mipira yake katika foul na kona. Kabla sijawaona nilisimuliwa na mwandishi mwenzangu namna vijana hao, mmoja kutoka Prison, mwingine kutoka Mtibwa Sugar, walivyokuwa bora. Ukisikia simulizi uliokuwa unapata picha kwamba Simba walikuwa wamenasa mawe mawili ya madini kama ambavyo mzee Laiza alianasa kule Arusha. Hata hivyo kwa sasa yanaonekana sio madini tena, ni muda wote ule wanaweza kutolewa kwa mkopo kwenda kwingineko. Hakuna ambaye atashangaa kama Simba wakichukua hatua hiyo. Niliamini wangefuata nyayo za Clement Mzize aliyepasua katika kundi la washambuliaji wazuri wa pale Yanga, kisha akawa tegemeo klabuni hapo. Katika mpira wetu hizo timu kubwa maeneo ya ulinzi na kiungo wazao wamepambana kupata nafasi kule mbele. Baada ya kuondoka kwa John Boko, inaonekana Clement Mzize amerisi makali hayo, japo kwa ujumla wake hajafukia mambo ambayo Boko amefanya. Hawa vijana wangu wa Chasambi na Balua, kwa namna nilivyoona mwanzoni mwa msimu, niliamini kuwa wana kitu ambacho kingelisaidia taifa katika siku za usoni. Kadri siku zilivyokwenda mbele yao ndivyo walivyoanza kupotea uwanjani. Walichoniangusha zaidi ni kwamba walishindwa kupata nafasi za kumudu katika Simba, hivyo ambayo hali hii awali ilionekana kama inasuasua katika eneo la ushambuliaji. Ndio hivyo Lionel Ateba hajaeleweka mpaka leo miongoni mwa washambuliaji wa Simba. Joshua Mutale amekuja kueleweka mwishoni zaidi. Kama Chasambi alishindwa kuipora nafasi ya Mutale wakati ule, atawezaje kuipora leo? Kip Dennis hajawa na msimu mzuri, lakini bado Falu Davis anaona bora ampange Kibu kuliko Balua na Chasambi. Nini kimewatokea vijana hawa? Watu wangu wa ndani wa Simba wananiambia vijana wetu ndio tatizo. Mmoja kati ya hao amewahi kufeli mara 4 vipimo vya pombe vinavyoandaliwa ghafla na kocha Falu Davis. Hivyo ndivyo alivyosema mchambuaji wa soka Edo Kumwembe kupitia kipindi cha Wasafi FM na Wasafi TV majira siku ya leo, akizungumzia mambo mengi kuhusiana washambuliaji hawa Chasambi pamoja na Balua, ambao mara ya kwanza walionekana kuwa wazuri wakati msimu unaanza, lakini kwa sasa ni kama vile wamepoteana. Edo Kumwembe ameweza kuongea maneno mengi kwa hasira, akisema kwamba ameumia akisema kweli, maana alitarajia wazao hawa wataja uinue ligi yetu na wawe kama mfano wa Boko, lakini kwa sasa amebaki Clement Mzize katika klabu ya Yanga, ambaye kwa sasa ndo anaipeperusha bendera ya washambuliaji wazao ambao kwa Tanzania na bado wanafanya vizuri. Endelea kutufuatilia hapa Blue House Dax Media. Mimi naitwa Daud Alexander Skodrizi, kwa habari za michezo za uhakika kila wakati na kila muda kwa haraka tunazipandisha. Asante.